Je, ni kosa mume kumpenda mke mmoja zaidi anavyopenda wengine? Sio kosa, kwa sababu kumpenda mtu ni yule mtu mwenyewe ndio anatengeneza pendo, ni yule mwanamke mwenyewe ndiye anayetengeneza pendo kwa mumewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama, imekuja hadithi alikuwa akisema Allahumma la talumni, anasema Allahumma hadha qasni fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Maana yake, ewe Allah, hadha qasni fima amliku, huu ndio ugavi wangu ninaougawa kuwagawia wake zangu kwa yale ambayo nayamiliki. Zamu siku moja moja, kila mmoja anampa siku moja yake. Nafaka, matumizi, kimpa Hafsa, nitampa Maimuna, nitampa nani, nitampa Juwairia, nitampa Ramla, Habiba. Hadha qasmi fima amliku, huu ndio ugavi wangu katika vile ninavyovimiliki mimi, ninavyoviweza. Fala talumni, usinilaumu, fima tamliku wala amliku, kwa yale ambayo unayamiliki wewe mimi siyamiliki. Anakusudia mapenzi ya moyo. Hili haliko kwenye umiliki yangu, kwamba mimi namiliki, nampenda huyu na naweza nikampenda huyu. Mimi nampenda fulani kwa mujibu wa fulani vile alivyo. Na hili jambo liko la kimaumbile. Kama kuna mtu anakusaidia anakupa, yuko na wewe kwenye furaha yako, anashare na wewe furaha, kwenye vilio vyako na yeye yuko analia, manake huyu ni wangu. Popote pale kibinadamu utampenda huyo zaidi ya utakapompenda mtu mwingine. Tumeelewana vizuri kwamba huyu lake aniachi, hajawahi kunitupa mkono, nimetingwa na mambo, basi yeye ndo mtatuzi. Ndio anakuja vipi, fanya nini? Kwa mioyo imeumbwa kumpenda anayefanyia mazuri na wema, mioyo imeumbwa hivyo. Kwa ikiwa mtu ana mke mmoja, ana wake wawili au watatu, bila shaka atamili ile sehemu ambayo kwamba anapata yale yanayoburudisha moyo wake. Wanaume hawapendi kero, umbile la wanaume hawapendi kero. Kero zimeshamchosha huko barabarani alipotoka, huko kazini kwake alipotoka, zimemchosha. Kwa akija nyumbani, anakuja sehemu apate utulivu. Kwa akiingia mwenye nyumba hii, yani mwanamke akianza kisirani, mume amechoka na tafrani za kazini na barabarani, alafu kuna tafrani ziko nyumbani. Nyumba hii akiingia, lazima basi kutakuwa na malalamiko, analalamika mwanamke, anafanya kadha, aseme kadha. Na akienda nyumba nyingine anapata utulivu, mwanamke si msemaji, mwanamume haulizii chakula. Yaani akifika, baba fulani, chakula tayari, naomba unyanyuke uje ule. Anapokelewa hivyo. Kwanza kapokelewa mlangoni, kapokewa kizigo chake alichokibeba, akasukumizwa na kijibusu mashavuni na kuambiwa pole mume wangu. Kapokewa hivyo, alafu kaandaliwa chakula, na chakula kimepikwa katika mazingira ya ustadi mzuri. Yani ni mpishi, mke mpishi anamkaribisha mumewe chakula, anachukua nini, kama ni jagi la maji ya moto, anamnawisha mikono, yeye ndo anamsugua mumewe ile mikono. Yani kimazingira tu kawaida, huyu mume anajua kama vile jibosi fulani vile pale nyumbani. Mke anachukua samaki, kipindi mume anakula, anaanza kumtoa mifupa na miba. Ama mazungumzo kidogo, kalishwa, mara dakika mbili kalishwa tena, mara kaondolewa kijibwabwa kimeingia kwenye ndevu, mke anakiondoa. Pole mume wangu, hiyo pia toa pole, kana kwamba kuna jabali limemwangukia. Yani kimazingira ya kawaida tu. Yani kwa nini asimpende huyo mwanamke? Kwa nini asimpende huyo mwanamke? Sikwambii mambo mengine. Kwa hili pendo hili sisi tulivyo ni vile unavyolitengeneza wewe mwenyewe mwanamke. Kwa mtu wa kero utachukiwa. Kwa ni mtu huna matashtiti, ni mtu huna dhoruba, nyumba iko shwari, muda wa kulala watoto wampara mimba baba yao, muda wa kula watoto wampara mimba baba yao. Yani kuna watu hawapendi ile ghasia. Watoto wangu kweli ndio, lakini basi kuna muda wa kupumzika, watoto mama kawatenga sehemu yao. Siende kwa babenu kupumzika.
Sikwambia jinsi mke anavyonyosha ile kanzu, sababu kwenye kunyosha nguo kuna ufundi. Yaani nguo hainyoshwi genyeji. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanataka kusafiri mpaka apite nyumba fulani ndio anaridhika jinsi anavyoandaliwa kule. Mimi naelewa vizuri, huenda mjaoa wengi wenu hapa, kwa hiyo nawapa dozi sio size yenu, lakini nataka nijibu lile swali, kwa nini mtu anapenda? Sababu mimi nina mke zaidi ya mmoja, alhamdulillah. Kwa hiyo nayaona, ndio maana nayazungumzia. Japokuwa wake zangu wote wako sawa.